Waita leo hii tuna mambo ya kuzungumza kwa Singida Black Stars, na presi ya kwanza kabisa kwa msimu huu tumeifanyia nyumbani Singida, ili ujumbe utoke hapa uwafikie wapenzi na mashabiki wetu maeneo mbalimbali walipo. Mimi leo nitakuwa na mambo kadhaa kwa nataka niwafahamishe wadau, wapenzi na mashabiki wa timu yetu, lakini pia wadau wa soka kwa ujumla kuhusiana na kinachoendelea ndani ya Singida Black Stars, mipango, ratiba na kila kitu. Kwanza kwa Wanasingida walikuwa na hamu ya kuona timu yao inarudi nyumbani kucheza mechi za nyumbani kwenye uwanja wa nyumbani. Wote ni mashahidi, msimu huu tangu unaanza timu imetoka kwenye maandalizi ya msimu ikawa imefungiwa uwanja wetu wa nyumbani, uwanja wa CCMBT ambao tulikuwa tunatumia kwa mechi za nyumbani, na hivyo timu ikawa inalazimika kucheza mechi za nyumbani katika viwanja vya ugenini. Yaani ukiangalia mfululizo wa mechi tulizocheza, mashindano mbalimbali ikiwemo ligi kuu mwanzoni pale, mechi zote tulicheza ugenini. Hatukupata ile feeling ya kwamba tunacheza mechi nyumbani. Kwenye mechi hizo zipo ambazo tulishinda alhamdulillah, lakini zipo ambazo zilikuwa ngumu, tulipata matokeo ambayo si mazuri. Yote ni kwa sababu hatukupata ile home advantage. Sasa nimewaita kwanza kuwafahamisha Wanasingida ni rasmi timu imerejea nyumbani, na mechi zote za nyumbani kuanzia hivi sasa zitachezwa nyumbani hapa Singida. Swali ambalo watu wanajiuliza, zitachezwa wapi? Mechi zetu za nyumbani zitachezwa katika uwanja wetu wenyewe, uwanja mpya Airtel Stadium ambao hivi ninavyozungumza tayari umeshapata ruhusa ya kutumika kwenye mechi za mashindano. Kwa burudani ya Wanasingida imerudi Singida. Tuna mechi ambazo tunatarajia kucheza hivi karibuni, tutazizungumza hivi muda si mrefu, lakini kubwa ni taarifa hiyo ambao Wanasingida wameisubiri kwa hamu. Wengine walianza kupata mashaka kwamba inawezekana timu ndio bye bye hivi. Kwa hiyo ni watoe mashaka kwamba yote ilikuwa ni mipango kuhakikisha kwamba tutaporudi nyumbani basi tunaenda kucheza mechi zetu kwenye uwanja wa kujidai, uwanja wetu wenyewe Airtel Stadium. Hilo ni la kwanza, lakini swala la pili ni kuhusiana na kampeni. Nimekuja kuwaeleza leo mashabiki wa Singida Black Stars pamoja na mashabiki wa soka hapa Singida na Tanzania kwa ujumla. Mwezi huu wa pili unaisha leo. Ratiba ya mwezi wa pili tumeshaimaliza. Mechi yetu ya mwisho katika mechi za mashindano tumecheza kule Ruangwa dhidi ya Namungo. Nadhani matokeo mliyaona na Wanasingida wengi waliumizwa na matokeo yale, kwa sababu tayari tulikuwa tuna asilimia zaidi ya 90 ya kushinda mchezo ule na kuondoka na alama 3. Lakini tukalazimishwa sare na wenyeji wetu, kwa tukagawana alama. Ile mechi imetufungia mwezi Februari, tumeshaachana nayo. Sasa focus yetu ni kuelekea mwezi Machi. Hapa kwenye mwezi Machi ndo kwenye kampeni yenyewe. Na kampeni ambayo napenda kuitambulisha kwa mashabiki wa soka na mashabiki wa Singida Black Stars, wana Singida original. Kampeni ya mwezi wa 3 inaitwa karata 3. Yaani ni karata 3, mwezi wa 3, mechi 3. Tafsiri yake ni kwamba hizi karata 3 tunatakiwa tuzicheze kwa uangalifu mkubwa na kwa umakini mkubwa kweli kweli. Karata ya kwanza ni tarehe 2 mwezi wa 3. Karata ya pili ni tarehe 5 mwezi wa 3. Na karata ya 3 ni tarehe 8 mwezi wa 3. Hizi karata ni mechi ambazo tunazicheza katika uwanja wetu wa Airtel. Ni mechi za kwanza za mashindano ya ligi kuu tunacheza katika uwanja wetu. Kwa kama tunaizindua Airtel Stadium kwa mashindano ya ligi kuu, basi tunaanza kuizindua tarehe 2. Karata yetu ya kwanza ni tarehe 2 na ni mchezo dhidi ya Coastal Union. Katika timu ambazo zinatumudu hata ziwe na hali mbaya kiasi gani ni Coastal Union. Mimi sikumbuki lini tulifunga Coastal Union katika kipindi cha hivi karibuni. Ni timu ngumu kucheza nayo, iwe ugenini, iwe nyumbani kwao. Matokeo mazuri ambayo huwa tunayapata kwa Coastal Union ni matokeo ya sare. Hatujawahi kuwafunga katika kipindi cha hivi karibuni. Hilo jambo linatuuma kweli kweli. Yaani tunafunga timu ngumu afu tunashindwa kuifunga Coastal Union. Hilo ni jambo ambalo linatuumiza kichwa. Kwa hiyo tumeuita mchezo huu karata ya kwanza kwa sababu nadhani wote mnajua hapa kucheza karata. Mchezo wa karata unataka kutumia akili nyingi sana. Kwa karata yetu ya kwanza dhidi ya Coastal Union haitakuwa karata nyepesi. Ni karata ngumu
Ni karata ngumu na ni karata ya kwanza ambayo inaamua hatima nzima ya michezo inayofuata. Kwa hiyo tuna mchezo dhidi ya Coastal Union tarehe 2 mwezi wa 3 katika uwanja wa Airtel, na hii mechi inachezwa saa 8 mchana. Huko nyuma ilikuwa tukiambiwa mechi inachezwa saa 8, tunaanza kuona namna gani. Airtel Stadium pale mechi hata asubuhi tunatwanga, kwa sababu mazingira ya Airtel kule katika eneo la Mtipa pale ni mazingira ambayo yanaruhusu mpira kuchezwa muda wowote kutokana na hali ya hewa ya eneo lile. Kwa mashabiki wa soka, na hii imekuwa kama fursa kwetu. Tukicheza mechi saa 8, maana yake tunamaliza mechi yetu, tunaenda kujiandaa vizuri na futari kwa wale ambao tunafunga. Kwa hiyo niwakaribishe sana mashabiki kwenye karata yetu ya kwanza tarehe 2 dhidi ya Coastal Union. Na hii mechi kwa sababu ni mechi ya kwanza ya ligi kuu tunacheza katika uwanja wetu, hakuna mwana Singida ambaye anatakiwa abaki nyumbani. Kama upo Singida au maeneo ya jirani, huu ni wito na ni wito wa kuhakikisha kwamba tunaenda kuiheshimisha uwanja wetu mpya wa Airtel. Tujitokeze kwa wingi. Ni Jumatatu hiyo, pange ratiba zetu weekend vizuri hapa. Jumatatu tunaenda Mtipa, naenda kwenye karata yetu ya kwanza, tunaenda kucheza karata yetu ya kwanza. Hii karata hawatacheza wachezaji peke yake, mpaka mashabiki inawahusu. Kama wewe ni shabiki wa Singida Black Stars, hakikisha unakuja kuicheza hii karata ya kwanza tarehe 2 dhidi ya Coastal Union. Tunataka matokeo ya ushindi, tunataka matokeo ya ushindi. Tukishacheza vizuri karata yetu ya kwanza, tuna karata nyingine ya pili ngumu kweli kweli, ngumu kweli kweli. Karata ya pili tunacheza tarehe 5. Tunacheza tarehe 5, ni mechi dhidi ya Young Africans. Wanakuja hapa Singida, tunawapeleka Airtel. Kwa wale ambao mnakumbuka, wakati tunautambulisha uwanja hii project kwa mara ya kwanza, Airtel Stadium, timu ambayo tuliialika kwenye utambulisho ule wa uwanja ilikuwa ni Yanga. Na watu wa Mtipa bwana walitutendea haki siku hiyo. Tuliutwanga pale, watu wakasingizia mvua wakakimbia. Lakini walishaona mambo yameinama. Ilikuwa ni mechi nzuri sana, matokeo yalikuwa ya sare, lakini mchezo wa kumalizika na tulikuwa tuna advantage ya kushinda. Sasa katika mchezo huu, katika karata hii ya pili dhidi ya Yanga, ndugu zangu wana Singida, ni mechi ambayo tunatakiwa kwenda kuitetea heshima ya timu yetu. Yamekuwepo maneno hapa kwamba bwana hapo Singida na Yanga hamna mechi hapo, si ndio? Lakini niwaambie ukweli, hakuna mechi ambayo Yanga wanaiogopa kama wakicheza na Singida. Yaani leo hii Yanga umwambie una mechi na Singida au una mechi na Simba, anachagua mechi na Simba. Hiyo ni fact. Kwa sababu haijawahi kuwa mechi rahisi kati ya Singida na Yanga. Bahati mbaya tu hatujawahi kuwafunga katika mechi za mashindano. Sitaki kuongelea mechi za kirafiki ambazo tunawafunga sana. Mechi ya mashindano hatujawahi kuwafunga. Sasa hii karata ya pili twendeni tukaandike historia ya kujisafisha na kutafuta ushindi wetu wa kwanza dhidi ya Young Africa. Hii ni kampeni very serious. Na mashabiki wa Singida Black Stars nadhani wananielewa. Very very serious. Karata ya kwanza Coastal ngumu, karata ya pili dhidi ya Yanga ni ngumu maradufu. Lakini tukienda pamoja, tukienda kuisupport timu yetu, tukienda kucheza wote hii karata pale Mtipa pale, sidhani kama kuna timu inaweza ikaondoka salama. Uwezo tunao, tuna timu bora kweli kweli, tuna mipango mizuri na tunajua fitna zote za mpira wetu kwenye kutafuta matokeo. Yaani fitna maana yake maandalizi mazuri. Kwa karata ya pili itakuwa tarehe 5 mwezi wa 3 saa 10 jioni dhidi ya Young Africans Airtel Stadium. Hii mechi tutakuja kuizungumza vizuri baadaye kwa sababu ni mechi kubwa na itakuwa na fursa nyingi hapa kwa wana Singida. Lakini karata ya 3 tunacheza tarehe 8 mwezi huu wa 3. Tarehe 8 ni mechi ya kombe la shirikisho CRDB almaarufu kwa jina la FA. Katika mashindano magumu, achana na mambo ya ligi kuu mnakusanya alama afu mnakuja kuhesabiana. Hakuna mashindano magumu kama mashindano ya FA. Kwa sababu kuanzia mechi ya kwanza, ukifungwa mechi yoyote kwenye haya mashindano umetoka. Kwa tarehe 8 mwezi wa 3 tunacheza mechi yetu ya kombe la shirikisho kwenye uwanja wetu wa nyumbani dhidi ya Songea United. Songea anatoka hapo jirani tu. Sasa hizi karata 3 ndugu zangu tunatakiwa tuzicheze vizuri. Tusianzishe kampeni ya karata 3 na sisi tukatapeliwa kwenye karata 3. Kama wale watu vijana wa mjini wanachezesha karata 3 wanatapeliwa. Tunatakiwa tuzitumie vizuri karata 3 kutafuta ushindi kwenye michezo yote mitatu.
Kwa ni kampeni ambayo napenda kuitambulisha kwa mashabiki wa soka na Wanasingida kwa ujumla, lakini hili